Mambo vipi wadau wangu wa nguvu? Ile tamthilia yetu pendwa kabisa, tamthilia inayohusu maisha ya wanafunzi ambao walibahatika kupokea mwanafunzi wa kiume aliyekuja kusoma katika shule yao wakiwa wao ni wa kike tu, inaendelea. Lakini kutokana na sheria za YouTube, movie hiyo haitoweza kukaa katika YouTube, bali utaipata kupitia group letu la WhatsApp bure kabisa. Yaani unachotakiwa kukifanya wewe ni kwenda kugusa linki hapo chini katika ukurasa wa comment, kisha baada hapo utaingia ndani ya group. Utakapofika tu kwenye group sema naomba movie recap ya wanafunzi wa chuo ambaye alibahatika kusoma katika chuo cha wadada pekee. Movie inaanza na kutuonesha mwanamke mmoja anayefahamika kama Ailis. Huyu mwanamke amefiwa na mtoto wake wa kiume siku si nyingi. Kutoka tukio hilo lilipoweza kutokea, akili yake haiko sawa kabisa. Leo wakati mume wake amelala, akaamka nyakati za usiku, akachukua kisu na kuchukua pocket. Hapa akapanda gari yake na akaanza kuondoka. Alikokuwa anaelekea ikawa ni siri yake, kwani hata mume wake hajui wapi anakoenda. Katikati ya mapoli akafika eneo lenye mawe mengi. Hapa akakutana na jiwe ambalo lilikuwa na kumbukizi na picha ya mtoto wake. Akaligusa na kuandika herufi ya kwanza ya mtoto wake. Akasogea mpaka katika kilele cha mlima tayari kwa ajili ya kuruka. Kabla ya kufanya tukio hilo, akajitokeza mtu mmoja anayefahamika kama Richard. Akasema kuwa najua unachotaka kukifanya, lakini nina ombi moja, dakika 5 tu za kuweza kuongea na wewe, kisha utaendelea na hicho unachotaka kukifanya. Alianza kwa kusimulia stori yake kwa kusema kuwa alipokuwa anasoma alipenda sana magari, na siku ya mahafali yake akapewa zawadi ya gari, lakini siku moja akagonga ukuta. Wakati napata ajali hile, nilikuwa na mpenzi wangu ambaye katika hiyo ajali aliweza kufariki, kitu ambacho kikanipa mawazo makubwa sana. Lakini nilitaka kufanya maamuzi. Kabla ya kufanya maamuzi hayo, nikakumbuka kuwa nina lengo katika maisha. Kabla hajaendelea kumalizia, bidada akazungumza akisema kuwa mimi na mume wangu tulikuwa na mtindo wa kuandika herufi zetu za mwanzo katika miti mikubwa. Siku hiyo tulikwenda na mtoto wetu na tulikuwa tunatumia vijiti kwa kukwaruza katika miti, lakini mtoto wetu alienda kutafuta kijiti mbali zaidi, akaanguka katika bonde kubwa sana, akafariki. Najilaumu kwa sababu nilikuwepo pale na sikuweza kumsaidia. Richard kwa kustaajabisha akasema, nashukuru kwa kuisikia story yako, basi mimi nikuache na uko huru kufanya unachotaka kukifanya. Akawa anaondoka. Bidada kwa kuyasikia mazila ambayo Richard aliweza kuyapitia, akaona kuwa hana sababu ya kujiua. Ikabidi kutoka katika eneo hilo la kilele cha mlima na moja kwa moja akarudi katika gari yake. Lakini alipofika katika gari yake ikawa ni ngumu kuingia, kwani gari ya Richard nayo ilikuwa imepaki jirani kabisa na yeye. Richard akajitokeza, lakini alikuwa ameshika mwamvuli. Ghafla akawa amemsukumiza na ule mwamvuli katika eneo la tumbo. Haukuwa mwamvuli wa kawaida, bali ilikuwa ni kifaa cha kutolea shoti za umeme. Bibi alipozimia akampakia katika gari na kumfunga miguu. Akabaki anashangaa, kama nilikuwa nataka kujiua mtu huyo akanizuia, inakuaje tena ananipiga na mwamvuli wa shoti kisha ananipakia katika gari yake? Akaanza kulaumu humo ndani. Alijaribu kupigia simu polisi kwa kutumia saa yake ya mkononi, ikashindikana. Akakumbuka kuwa alikuwa na kisu, akaanza kukata mkononi pake. Baada ya kufanya hivyo, moja kwa moja akamshambulia Richard. Gari yao ikaanza kupata shida njiani. Ugomvi mzito ukawa unaendelea, na mwisho wa siku bidada akafanikiwa kuchomoka katika ile gari na kutoka nje. Richard akatoka nje ya gari na hapa akaanza kuzungumza akisema mwamba akamuwahi na kumpiga sindano. Baada ya muda kidogo, bidada alionekana akikimbia katika eneo hilo la msitu, lakini kila alipokuwa anakimbia alishangaa kuona kuwa mwili wake ulikuwa ukishiwa nguvu na kuhisi kama vile anaanza kukakamaa. Kumbe ilikuwa ni sindano ya kumpania paralyze. Akasikika Richard akicheka akisema, kuku wako mwenyewe manati ya nini? Moja kwa moja akaanza kumfuatilia bidada aliyekuwa amejificha kando kidogo, na hapa kawa kama vile amempoteza. Akaangalia kushoto na kulia, bidada haonekani. Kumbe bidada alikuwa amejificha kando kidogo ya mti, lakini kisiafu alipoweza kuongezeka akajikuta tu anajitokeza kwa kupiga kelele. Mwisho wa siku akaanza kufukuzwa. Katikati ya mto akajitosa. Maji yakampeleka umbali mrefu sana. Anatokea upande wa pili wa mto. Haelewi ni kwa nini mtu huyu amenikomboa katika kujiua, lakini ananitafuta anifanyie tukio tena linalofanania na mauaji. Kuna nini na kuna siri gani? Yakawa ni maswali yanayozunguka ndani ya akili yake. Mkononi pake ilionekana saa ikihesabu. Alipewa dakika 20 tu za kuweza kuishi. Baada ya hapo mwili wake utaparalyze wote. Akaanza kuzisubiri dakika hizo ili aweze kuparalyze katika eneo hilo. Ghafla akajitokeza mzee mmoja ambaye ni mkulima katika maeneo haya ya mapoli. Alipomuona tu, kabla ya kumuuliza jambo lolote lile, bidada akawa ameparalyze. Huyu mzee aliyekuwa na kigali cha kukatia nyasi akajaribu kumchunguza bidada, kwani alikuwa ajibu swali lolote alilokuwa akimuuliza. Akamwambia, utanijibu kutokana na kupepesa macho yako. Kama nikikuuliza swali, ukifumba mara moja maana yake jibu ni ndio, na kama ukifumba mara 2 maana yake jibu ni hapana. Vipi, unaniona? Akapepesa mara moja akimaanisha ndio. Unanisikia ninachoongea? Akapepesa mara moja akimaanisha ndio. Akamwambia kuwa unaweza kunyenyua mkono wako ama kufanya kitu chochote kile. Akapepesa mara 2 akimaanisha hapana.
Mzee huyu mkulima wa kawaida tu katika maeneo ya mapori, hapa akaelewa kuwa bibi alikuwa ameparalyze na hawezi kufanya jambo lolote lile. Basi akampakia kwenye toroli dogo na hapa akaanza kumsukuma kumpeleka katika eneo ambalo aliamini kuwa angeweza kumpatia msaada. Akiwa amemweka ndani tayari kwa ajili ya kumfanyia matibabu, ghafla akasikia mtu alikuwa akigonga hodi. Akafumba macho mara nyingi sana kumuonya mzee, lakini mzee hakuwa ameelewa, akaenda akafungua mlango. Ni kweli kabisa alikuwa ni Richard. Richard akasema kuwa amepata ajali ya gari na alikuwa pamoja na mke wake. Mke wake hali yake si nzuri, hivyo ametoweka katika mazingira ya kutatanisha katika maeneo hayo ya ajali. Anamtafuta mke wake. Huyu mzee hakuwa anaelewa vizuri nini ambacho kinaendelea, akamwambia subiria hapo nje. Akarudi ndani na akaenda kumhamisha bibi na kumficha sehemu tofauti, kisha akafungua na kumfuata kumsikiliza. Sasa Richard akaona asitaji haraka kwa yuko na huyo mwanamke. Lakini Richard akiwa huko ndani akaendelea kuzunguka kana kwamba anapeleza kitu, na hapa alifanikiwa kuliona toroli. Akajua tu hapa alibebewa mtu. Toroli inaingiaje ndani ya nyumba? Baadaye mzee, baada ya kuhisiwa kuwa na mtu hapa ndani, akaona ni vema amwambie ukweli kwa sababu huyu ni mume wa mtu. Akamwambia kwamba, lakini kabla hajasema, simu ya Richard ikawa inaita katika mfuko. Akamwambia ulisema kwamba hauna simu. Hasa hiyo inayonguruma katika mfuko wako ni nini? Mzee akagundua kuwa hapa kuna mchezo unafanyika. Haraka sana akachukua simu yake na kuanza kupigia polisi. Richard alipoona jambo hilo haraka sana akamvamia mzee, lakini kwa kustaajabisha ni kwamba mzee alikuwa na nguvu kuliko Richard, akamsukumiza katika ukuta. Richard alipokuwa ameanguka chini, akawa ameokota kisu na katika purukushani akaweza kumchoma mzee na mzee akaanguka chini. Mwisho wa siku akawa amefariki. Wakati huo wote Ailis alikuwa akishuhudia tukio zima, yuko chini ya uvungu. Wakati huo Richard aliendelea kupeleleza umndani kujua kama bidada yupo au hayupo. Akahangaika mpaka katika nyumba ya jirani, lakini hakufanikiwa kumuona. Akakasirika sana. Aliporudi akajurudi na dumu la mafuta na kumwagia huyu mzee. Akapiga moto asijue kuwa ndani yake alikopo bibi Iris. Wakati moto umeshika na kukolea, bibi alianza kujikongoja kuchezesha kidole chake. Akavuta kamba ya dirisha. Mwamba akiwa kwenye gari alishuhudia dirisha ikiwa inatikisika. Hapa kaisi kuwa kuna mtu. Akaingia ndani na kumchukua bibie kisha akampakia katika gari lake. Wakiwa njiani akaanza kumwambia kuwa ni vyema kwa sababu umeonesha ishara nimeweza kukusaidia. Mimi ni mtu mwema. Huenda ungeteketea mazima katika ile nyumba. Mimi ni mtu mwema. Nimekuokoa katika kifo, si mara ya kwanza. Hii ni mara ya pili. Ndani ya gari simu ya Richard imeita. Alikuwa ni mtoto wake wa kike ambaye alikuwa anampongeza babake kwa kumwambia kuwa umenihudumia vyema. Nimefanikiwa kupata marks nzuri shuleni. Mama yangu ameamua kunitoa out. Kwa hiyo basi tunapata kujua kwamba mke wa kwanza wa Richard alifariki. Kwa hiyo Richard akawa ameoa mwanamke mwingine ambaye ndiye akawa anamlea mtoto wake. Sasa anamwambia kwamba nipe simu niongee na mama yako. Alipoongea na huyu mke wake alikuwa anamwambia kwamba narudi katika ile nyumba yetu ya kwanza. Mwamba akasema hapana, nahitaji kubakia peke yangu, lakini mke akakataa kwa kusema kuwa lazima nirudi katika nyumba yetu ya kwanza tuweze kufurahia na mtoto. Haya mazungumzo yote bibi Iris alikuwa akiasikia. Haelewi kwa nini huyu jamaa anafanya hivi. Akiwa amefika sheli kujaza mafuta, alikuwa amechoka sana bibie. Mwamba kati ametoka, yeye akaanza kujikongoja kujikomoa kutoka katika hiyo gari. Akawa amegama katika kioo. Ghafla kuna mtoto alikuwa amepita hapo jirani naye, akawa anampa ishara kwa ya kuomba msaada. Mama yake alipomwona mtoto wake yupo jirani na dirisha la bibie, akaenda kumchukua. Lakini huyu mama alikuwa ametumia akili, kwani aliwapigia simu polisi kwa kugundua kwamba katika kile kioo cha dirisha ni kama mtu alikuwa anaomba msaada. Baadaye Mwamba akiwa ametoka maeneo haya ameenda umbali mdogo kiasi, akiwa ameshika mkanda mgumu kwa ajili ya kuvutia gari lake lile lililokuwa limepata ajali zamani sana na akampoteza mwanamke aliyekuwa akimpenda. Ghafla binivu polisi wakawa wametokea. Ni wale waliokuwa wamepigiwa simu na yule mwanamke katika eneo lile la sheri. Afande akalinganisha lile plate number aliyokuwa amepigiwa simu na kupewa maelekezo, akagundua kuwa ndo hii. Akamwambia Mwamba unaitwa nani? Jamaa akadanganya kwa kusema kuwa anaitwa Andrew. Naomba kitambulisho chako. Akatoa kitambulisho feki. Na huyu mwanamke kwenye gari yako ni nani? Akasema huyu ni mke wangu, alikuwa amelewa sana, nimetoka kumchukua katika maeneo ya starehe. Basi Mwamba akawa amesogelea jirani kabisa kwa yule mwanamke. Akawa anamsikia bidada Iris anasema kuwa nisaidie, yani kwa kujikongoja sana. Na kando kidogo akagundua kulikuwa kuna sindano ni kama ya kuparalyze. Basi moja kwa moja akataka kuchukua hatua, lakini akawahiwa na Richard na kupigwa vibaya mno. Alipoanguka chini, jamaa akaliwasha gari la afande moto na akaendelea na safari yake. Hapa ndo bibi akagundua kwamba hayuko katika mikono salama hata kidogo. Hasa huyu jamaa anamtafutia nini na anamtaka wa nini? Bibi Iris mwili wake unazidi kupata nguvu, na hapa akawa ameiba ile sindano ambayo ilimsababisha aweze kuparalyze. Wakati wote walikuwa kimsemesha sana Mwamba. Alikasirika mno, akasimamisha gari kwa hasira kwa kuambia kuwa funga mdomo wako, kila wakati na wateka wanawake kama wewe ili niwaoneshe ushujaa wangu uko wapi. Akamwambia Iris kwamba wanawake wengi wananiita dhaifu,
na kwa kufanya hivi huwa anaonyesha ni kwa namna gani mimi nina nguvu na ni imara zaidi. Akamwambia bidada kuwa leo nitakufanyia kitu ambacho kitakuonesha kuwa mimi ni imara. Kwa hasira zaidi akachukua ile sindano iliyokuwa katika mfuko wake akampiga nayo mwamba, lakini akashindwa kuimiminia ile dawa iliyokuwa katika ile sindano. Jamaa akachomoa na kumiminia ile dawa yote iliyokuwa ndani yake. Hapa akabadilisha adhabu na kusema kuwa nitakwenda kutupa katika bahari ufe kwa kumeza maji. Bibi akazungumza kwa lugha ya chini kidogo. Kakaangu, nimekufanyia nini mimi? Lakini mwamba hakuwa anajali kabisa. Wakati huo wote akataka sasa kumsukumiza katika bahari. Bidada akaamua kujitetea na hapa akaweza kumpiga mwamba kisu cha shingo. Baada ya kumpiga kisu cha shingo, mwamba akatupwa katika bahari. Lakini huyu mwamba ni mgumu kufa kweli kweli bana. Akawa amerudi katika mfumo mwingine tena. Bibi akachukua bunduki na kuweza kumfiatulia kichwani. Lakini wakati anampiga alikuwa amepiga na boti yake pia. Kweli bana, mwamba akafanikiwa kweli kuanguka katika maji na akafa. Bidada akashukuru Mungu kuwa imeisha hii. Lakini wakati huo akagundua kuwa maji yalianza kutokea katika boti yake. Alipata shida na kuanza kunywa vikombe hapo. Mwisho wa siku tunaonyeshwa bidada akiwa anaibuka akiwa kama shujaa. Katika yote bibi aliyoweza kuyapitia ndani ya poli, aliona sababu ya kuweza kuishi. Akalaumu sana kwa kufanya jaribio la kujiua. Mwisho wa siku akakubali kwenda kuyaishi maisha mapya, kwani kifo hakikuwa kitu cha kufurahia. Nikumbushe tu kwamba ile movie yetu inayohusu maisha ya kijana aliyeweza kusoma chuo cha wadada pekee na kupitia kisanga kizito bado inaendelea. Na kuweza kuipata movie hii unaweza kaja ndani ya group letu kwa kugusa linki ambayo nimeandika katika ukurasa wa comment. Jiunge group letu hapa. Baada ya kugusa hapo, moja kwa moja utaingia katika ndani ya group letu na kuweza kufurahia burudani ya tamthilia. Na kukumbusha kwamba pia tunatoa huduma ya kutafsiri movie. Kama una movie ambayo unaifuatilia na unatamani kutoa order ili uweze kutafsiriwa, basi ni vyema ukanitafuta kupitia nambari yangu ya simu kama vile unavyoweza kuiona chini ya screen yako ili uweze kupata burudani kamili. Asante sana, tukutane katika likapi nao kuja. Kumbuka kwamba likapu zetu ni kila siku.